tuna mafunzo au training kwa idara ya rasilimali watu na utawala, na kwa hiyo kutokana na mabadiliko yetu tuliyojibadilishia kwenye idara yetu, sasa hivi tumegawana majukumu kiidara. Yaani kuna watu kadhaa wanasimamia idara hii, watu kadhaa wanasimamia idara hii, na wao wanatakiwa sio tu kuisimamia lakini kuwa partners wa wale watu, kuhudhuria vikao vya ile idara, kujua kile kinachoendelea, changamoto za ile idara, na kama kuna issue fulani, kwa mfano kama kuna issue za kutokuwepo kazini, utoro labda au uchelewaji, wao wanatakiwa wafikirie sasa ni kwa nini tunaishi kwenye idara hii za namna hii. Malengo ya program hii ya leo ambayo tuko na watu wa rasilimali watu na utawala wa shirika la reli Tanzania ni kuwajengea uwezo zaidi hawa wataalamu ili waweze kusogeza huduma za rasilimali watu na utawala karibu na wateja wao. Na tunatumia business model inayoitwa HR business partnering, ambapo hawa watafanya kazi karibu kabisa na wakuu wa idara mbalimbali katika shirika letu la reli Tanzania. Kupitia mafunzo ambayo tumeyapata leo, vingi sana vimezungumziwa, lakini kubwa zaidi sisi kama maafisa utumishi tumekumbushwa majukumu yetu ya msingi ndani ya taasisi na namna ambavyo tunaweza kufanikisha maendeleo ya shirika kwa ujumla, kufanikiwa katika mpango mikakati ya matumizi bora ya watumishi ambao tunao na katika nafasi ambazo wanakuwa wameajiriwa nazo na kuwatumia vizuri pasavyo. Mafunzo haya ya HR business partner yametufundisha vitu vingi sana. Mojawapo ni HR ni kama baiskeli. Baiskeli, kila kitu ni muhimu kwenye baiskeli. Ukitoa hata kipuli kimoja, inamaanisha baiskeli haitaweza kutembea. Hivyo hivyo katika HR, sisi sote ni baiskeli ambayo inaweza kutembea. Nikiwa namaanisha hata kama wale watumishi ambao hatuwaoni au hatuwajui, tunasababisha HR kutembea na kufanya kazi sanifu katika taasisi yetu. Kwa kila mtu katika taasisi ni muhimu, hata kama haujulikani, hata kama unajulikana, wewe ni muhimu katika taasisi. Hicho ndicho nilichojifunza mimi.